Anaendelea Mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Lissu, ulivyoandika maelezo ya tarehe 22 mwezi wa 4, ueleze majaji kama umewahi kuwasiliana na polisi juu ya jambo lolote kuhusiana na kesi hii. Shahidi wa kificho. Waliponiletea wito wa kuja kutoa ushahidi huu tarehe 11. Mheshimiwa Lissu, ni mwaka huu? Shahidi wa kificho, ndio. Mheshimiwa Lissu, kuna mahali kokote umeandika maelezo katika kipindi hicho ulipomaliza kutoa maelezo tarehe 22 mwezi wa 4 hadi leo? Shahidi wa kificho, sijaandika. Mheshimiwa Lissu, kuna kiongozi yoyote wa Chadema amekutishia kukuua? Shahidi wa kificho, hapana. Mheshimiwa Lissu, kuna mwanachama aliyekutishia? Shahidi wa kificho, hapana. Mheshimiwa Lissu, kuna mtu yoyote aliyekutishia chochote? Shahidi wa kificho, viko vya mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Lissu, nani aliyetoa? Shahidi wa kificho, siwafahamu. Mheshimiwa Lissu, kuna mfuasi, mwanachama au shabiki wa Lissu amekutishia? Shahidi wa kificho, hapana. Mheshimiwa Lissu, angalia D6 mambo yanayohusu tarehe 7 mwezi wa 4 majira ya saa 7 kama ulikuwa na mwandishi yoyote wa habari wa Jambo TV. Shahidi wa kificho, sikuwa naye. Mheshimiwa Lissu, siku hiyo mlienda na askari wa upelelezi mkakutana Andrew Churu kule Dodoma? Shahidi wa kificho, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, yuko askari anaitwa Andrew Churu anasema wewe P2 na P mlienda Dodoma kuonana naye. Shahidi wa kificho, sio kweli. Mheshimiwa Lissu, ulishuhudia haya makabidhiano? Shahidi wa kificho, sikushuhudia. Mheshimiwa Lissu, polisi wanasema ulikuwa Dodoma, wewe unasemaje? Shahidi wa kificho, waongo, mimi sikuwepo. Watu wanaangua kicheko mahakamani. Mheshimiwa Lissu, kwenye hotuba yangu nilisema watu wakafanye fujo? Shahidi wa kificho, hukusema. Mheshimiwa Lissu, hivi kusema tutazuia uchaguzi ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria za nchi hii? Shahidi wa kificho, sifahamu sheria. Mheshimiwa Lissu, uliamini maneno niliyoyasema? Umesema hapa mahakamani. Sasa ni kosa kuamini maneno ya mwanasheria nguri? Shahidi wa kificho, sijui. Mheshimiwa Lissu, sina maswali zaidi. Mheshimiwa Jaji Ndunguru, kuna re-examination? Wakili wa serikali Ignas, hatuna re-examination. Majaji wanaandika kidogo hapa, wanasema sasa tutaendelea. Shahidi, wewe umemaliza kutoa shahidi, unaweza kwenda. Renato Simkuda anasimama anasema tuko tayari kuendelea na P8. Jaji Ndunguru, sasa mwiteni huyo shahidi ili tuweze kuendelea. Anaingia shahidi, umri wako shahidi? Anajibu ni miaka 26. Mimi ni Mkristo. Jaji, utapishwa hapo kabla hujaanza kutoa ushahidi. Renato Simkude anasimama anasema Mheshimiwa Jaji, shahidi ataongozwa na Nasoro Katuga. Katuga, unaishi wapi? Shahidi wa kificho, P8. Moshi, Kilimanjaro, Njoro ya Pepsi. Katuga, unajishughulisha na nini? Shahidi wa kificho, fanya biashara matunda, soko la Manyema lililoko Mbuyuni. Katuga, unajishughulisha na siasa na kivipi? Shahidi wa kificho, najishughulisha nayo ingawa sio kiundani sana. Katuga, kupitia chama gani? Shahidi wa kificho, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Katuga, pale Chadema wewe ni nani? Shahidi wa kificho, mimi ni mwanachama. Katuga, unamfahamu Tundu Lissu? Shahidi wa kificho, namfahamu kama mwenyekiti wa chama. Katuga, shughuli zako katika chama ni zipi? Shahidi wa kificho, hizo ni shughuli zangu binafsi, siwezi kuzielezea. Katuga, tarehe 4 mwezi wa 4 2025 unakumbuka nini? Shahidi wa kificho, nilikuwa kwenye biashara zangu soko la Manyema Mbuyuni.